Haya, Ibantu Group tunadai halmashauri ya wilaya ya Mfindi tulifyatua tofali 15,000 mwaka 2022. Mkurugenzi yuko wapi? Hebu sogea kwenye maiki. Hizi tofali mlipokea mkupokea? Ibantu Group tunadai halmashauri ya wilaya ya Mfindi shilingi 3,900,000 tulifyatua tofali 15,000 mwaka 2022. Hii tofali mlipokea mkupokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kikundi tuliwapa kazi ya kufyatua tofali. Mlipokea tofali hizo? Tofali walianza kufyatua, kabla hajamaliza walifanya ubadhirifu wa kuiba simenti, mwenyekiti na wasaidizi wake wakikimbia. Baada ya hapo hawakurudi tena. Mpaka hii siku ya leo umekuja mheshimiwa, naona analeta ile lalamiko. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto yao ni hiyo. Walifyatua tofali au hawakufyatua? Walifyatua. Tofali mlichukua mkuchukua? Hizo chache walianza nazo tulizichukua. Zilikuwa ngapi? Hebu huyu aliyeandika hii hebu aje atuambie. Hebu tuambie. Asante Mheshimiwa Waziri, kwa uaminifu mkubwa kabisa. Tofali tulifyatua na usimamizi wa injinia tukakabidhi kazi kwa uaminifu mkubwa, na ambayo tulifyatua tofali 15,600. Tofali moja wakatuambia kwa mujibu wa mkataba ni wananua 250, ambayo tukizidisha tunapata 3,900,000. Lakini Mheshimiwa, kutoka 2022 mpaka sasa hatujalipwa hela yoyote. Sisi kama wana kikundi, kwa unyonge wetu, majonzi yetu na simanzi tunalilia moyoni. Hivyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa nchi hii utusaidie kwa kweli. Mkurugenzi, upo tangu lini hapa? Huu ni tangu 2023. 2023. Wewe injinia wako yuko wapi aliyepokea hizo tofali? Mlimkabidhi nani tofali? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tofali zimesimamiwa na injinia ambaye ndio aliyekuwa wanaongea. Injinia yuko wapi? Hebu injinia wa halmashauri sogea hapo. Mheshimiwa, pia injinia aliyepo sasa hivi ni mgeni, aliyepo kipindi hicho yuko masomoni. Injinia mgeni yuko masomoni. Haya, huyu kuna huyu Christopher Mwangoka kutolipwa fedha ya ujenzi. Alijenga vyoo na matundu 10 Kibengu sekondari. Tangu mwaka 2024 hajalipwa fedha yake -1.5 milioni. Unalitambua hili? Mheshimiwa, nalitambua. Ni kweli huyo fundi tulimpa mkataba wa kujenga vyoo matundu 10 na kujenga kichomea taka, na alianza kazi. Tumemlipa kazi, ilikuwa na mkataba wa $6,000,000, tukamlipa $4,500,000, ikabakiwa $1,500,000. Ile kazi ya kujenga kichomea taka hajamaliza, hajaanza. Mheshimiwa Waziri akifanya tutamlipa. Huyu injinia aliyepo, hebu atuambie hizi tofali. Injinia Saidi. Na huyu Christopher, hebu sogea. Christopher yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, injinia wangu yupo kwenye kituo cha pili kama hiki cha mkutano, hapa hayupo. Kwa hiyo siko naye. Mkurugenzi, hizo kwenye taarifa zako hizo tofali zilipokelewa au zikupokelewa? Tofali zilipokelewa. Sasa kwa nini hamjawalipa? Kama tofali zilipokelewa, kwa nini hamjawalipa? Kama nilivyosema jibu langu, kama waliiba mifuko, kwa nini hamjawakamata? Mwenyekiti wao na katibu wao alikimbia. Yes, ndio serikali. Ndio. Hawa tofali mmepokea, mwenyekiti na
Kwa hiyo kazi yote waliofanya mmelipana kwa mifuko mingapi? Mheshimiwa, hawakurudi na sisi tuko tayari kuwalipa, tutawalipa. Haya, mko tayari kuwalipa. Ita timu yako yote ya wataalamu wako wa halmashauri na mkuu wa wilaya, na wewe ita wako, piteni huko mwalipe sasa hivi kabla sijatoka hapo. Sawa. Changisheni hapo, walipeni. Nendeni hapo mwalipe. Jambo la mwaka 2022 utasemaje hawakurudi? 2022 utasemaje hawakurudi? Hebu wewe tuambie bwana, wanasema bado unadaiwa kichomea taka. Likoje hilo? Ni kweli nadaiwa kichomea taka, lakini tulipokuwa tunafanya ule mradi yale material yaliisha, tuligaili nondo ya milimita 8. Nikawaomba, jamani, nadai 1,500,000. Sasa naomba ninunue hizi nondo milimita 2 nimalizie hicho kichomea taka ili hela yangu nipewe. Wakasema, kama wewe loko fundi uruhusu kununua material ya serikali. Nikasema, naombeni jamani, mimi nadai hela nyingi mno, naomba ninunue hizi nondo milimita 8, lola 2 ni 20,000. Haya, nenda na wewe wakulipe hiyo 1,500,000 yako na nusu. Nenda hapo wakulipe. Nenda hapo nyuma wakulipe.